Dalili nyingine, umefungwa kwenye eneo ambalo unajua unapaswa utoke kwenda kwenye eneo lingine lenye tija zaidi. Bwana Yesu asifiwe. Dalili nyingine, dalili yetu ya 4, kwamba nguvu ya uchu inatenda kazi kwenye maisha yako. Umefungwa au umejifungia kwenye eneo fulani ulilolizoea au comfort zone, hata kama unafahamu unapaswa utoke uende kwenye eneo lingine. Bwana Yesu asifiwe. Wako watu ambao wamefungwa kwenye kazi zao, anajua kabisa mimi wakati huu kiukweli msukumo wa Mungu ni kwenda kufungua biashara yangu, niajiri watu, lakini kwa kuwa napata $2 hapa, sikubali mimi kwenda kuanza kule nikaanze moja, nianze kupambana na wafanyakazi, nianze kupambana na mambo ya kodi, nianze kupambana na kusimamia mahesabu ya biashara yangu mwenyewe. Nitabanana hapa. Lakini ndani yake anajua kabisa mimi sio wa hapa, mimi sio hapa. Wako watu ambao Mungu anawaita kwenye maeneo tofauti tofauti. Mungu anajua kabisa Mungu anamuita kwenye utumishi, lakini hapana, mimi niende nikatumike, nikamtumikia Mungu kweli, nikawe mhubiri, niache kupiga hela huko kwenye biashara zangu. Bwana Yesu asifiwe. Unafungwa kwenye eneo ulilolizoea hata kama unajua ni wakati wako wa kutoka. Bwana Yesu asifiwe. Wako watu wamefungwa kwenye huduma fulani, anajua kabisa mimi ni wakati wangu wa kwenda hatua nyingine, lakini nguvu ya uchu imemfunika pale, akiamini kwamba iko siku hapa mimi natoboa. Hapa muone fulani ametoboa, fulani ametoboa. Kinachomfunga ni ile matamanio ya mafanikio ambayo ameona mahali pale. Bwana Yesu asifiwe. Nguvu ya uchu ina uwezo wa kufanya jambo la namna hiyo. Alikuwepo bwana Absalom. Huyu bwana alikuwa mwanamfalme ambaye tumemwona mwanzoni kwenye hiki kitabu cha sura ya 15 ya Samueli wa pili. Huyu bwana alikaa kwa miaka mingi, miaka 40 kama sikosei, miaka 40 anatengeneza fitina, miaka 4 anatengeneza fitina miaka 4, asogei, amekaa tu pale, anapokea wageni, anatengeneza fitina ili aweze kumfyatua baba yake kwenye madaraka. Bwana Yesu asifiwe. Angekuwa na mambo mengi ya kufanya, angeweza kuboresha hicho kitengo ambacho anaamini kinapunguka, alafu ufalme wao ungeenda vizuri, ungekuwa imara na uenda mbeleni mambo yangekuwa mazuri zaidi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu mwana mfalme ana njaa, lakini nguvu ya tamaa ilizidi uwezo wake wa kufikiri, akajikunja pale miaka 4 anafanya mambo ya fitina tu ili tu aweze kupata yale madaraka. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo hii nguvu ina uwezo wa kukufunga kwenye eneo fulani, ina uwezo wa kukuzuia kwenye eneo fulani usitoke hapo, ingawa unajua kabisa mimi bwana natakiwa nitoke nikafungue biashara nipate niajiri watu wengine, mimi natakiwa nitoke nikafungue hospitali, lakini kwa sababu napata $2 kule siwezi kwenda, wacha ni enjoy hizo $2 hapo. Wako watu wengi ambao Mungu anawahitaji kwenye maeneo mengine, anawahitaji kwenye hatua nyingine, anawahitaji kuwainua. Gharama walio nayo ni kupiga hatua, lakini wamegoma kutoka mahali pale makusudi kabisa, wakijua na misukumo ndani yao, kwa sababu tu ya hofu na uchu ambao unapiga kelele ndani yao. Bwana Yesu asifiwe. Lakini Roho Mtakatifu anaachilia ile neno kwa ajili yako. Haijalishi unaona mbele kama hakuna future kiasi gani, kama Mungu amesema hiyo ndio njia, uwe na hakika hiyo kwako ni njia, na hapo ulipo mkono wa Mungu utaanza kupunguka. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo dalili nyingine, unajikuta umefungwa kwenye eneo ambalo unajua kabisa natakiwa nitoke, lakini una nafasi au huwezi kutoka. Bwana Yesu asifiwe. Wako watu wamefungwa hivyo kwenye mahusiano. Kinachompa moyo ni kwa sababu tu yuko na yule binti, wanaanguka leo na kesho, anajua kabisa si hatuna kesho yoyote, na wenda wameshaambiana mimi bwana wewe bwana wewe husband wewe hapana, wewe kwa husband hapana. Wengine anajua kabisa huyu wewe kumuoa hapana, binti hatanifaa, lakini wanakaa kwenye mahusiano miaka 5, miaka 6, miaka 7, miaka inaenda, wanapotezeana muda. Bwana Yesu asifiwe. Nguvu ya uchu imewafunga watu kwenye mahusiano ambayo hayana kesho, lakini hakuna mtu anayetoka. Bwana Yesu asifiwe. Atukuzwe Roho Mtakatifu ambaye ameachilia maarifa haya, kwa sababu yamekuja na nguvu ya kukusaidia, kwamba haijalishi ulikaa eneo moja muda gani, Mungu anakutaka usogee mbele na uwe na hakika neema iko tayari kwa ajili ya kukushika mkono kwenda na wewe hatua inayofuatia.